kunao uzao mmoja tu uliopo au unaotawala katika jinsi na jina husika, na huyu ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu uzao sehemu ya 18. Ndio, bila shaka hakuja kuwa na zao nyingi kwa majina yake, ila kuna uzao mmoja tu katika sura moja iliyopo au inayotawala katika jinsi na jina lake. Kwa kuwa ninapozungumza kuhusu uzao, maana yake hupatikana katika sura inayoelezea na kufanya uzao unatambuliwa au unaelezewa kwa sura ya ongezeko. Uzao unatambuliwa au unaelezewa kwa sura ya ongezeko, na kufanya kusiwe na yoyote anayeulizia, je, huyu ni uzao au huyu sio, bali kwa sura ya ongezeko tu, moja kwa moja kujulikana kwamba huyu ni uzao, huyu amezaliwa, huyu amezaa. Na kwa jinsi hiyo kwamba uzao kutambuliwa kwa sura ya ongezeko, moja kwa moja uzao maana yake ni sura ya ongezeko. Unapoulizwa kwamba uzao ni nini, moja kwa moja unajibu na kusema uzao ni sura ya ongezeko, ikimaanisha kwamba chochote yoyote anayeongezeka, kwamba ndio uzao. Sura yoyote inayoongezeka, kwamba ndio uzao. Basi uzao ni sura ya ongezeko kwa jinsi na jina la kuitwa kwake, na kufanya popote pale ulipo, kwa kuzaliwa au kwa kuzaa, wewe ndiye sura ya uzao. Katika jinsi hiyo
na muonekano huu kwa jina hilo kwa kuitwa kwako, ikimaanisha kwamba kwa jina hilo, kwa jinsi hiyo na jina hilo kwa kuitwa kwako, ndiyo sura ya uzao. Ikimaanisha ndiyo uzao. Narudia hapa tena. Katika jinsi na jina la kuitwa kwako hapo ulipo, ndiyo sura ya ongezeko kwa jina uzao. Kwa maana kwamba kwa jinsi na jina la kuitwa kwako hapo ulipo, ndio uzao. Katika jinsi na jina la kuitwa kwako hapo ulipo, ndio uzao. Ikimaanisha kwamba ulivyo hivyo ndio ulio uzao. Na ndio maana nimekuambia kwamba uzao ni mmoja. Kuna uzao mmoja tu katika sura ya jinsi na jina la kuitwa kwako. Kuna uzao mmoja tu katika jinsi na sura au muonekano wa jina la kuitwa kwako. Kwa kuwa chochote kilichopo kwa kuongezeka au wewe kuongezeka kwenye hicho bado ni uzao wako, au huyo au hicho kinakuwa ni cha uzao wako wewe hapo ulipo. Ndicho cha muonekano wa sura na jina lako ulilonalo katika muonekano huo ulionao mmoja. Ikimaanisha kwamba hapo popote ulipo ni uzao unaotembea, ni uzao unaotawala.
na kufanya kusiwe na wewe na uzao mwingine kwa jinsi yake, bali ni wewe pekee uliye uzao katika jinsi na sura au muonekano huo uliopo au unaotawala katika jinsi na jina la kuitwa kwako. Na kufanya kila kinachoongezeka hakibadilishi jina na muonekano wa kuitwa kwako. Popote pale ulipoongezeka, kile chochote hakibadilishi muonekano wa sura na jina la kuitwa kwako. Na kufanya kukawa na tawala mbili sawa na chochote au yoyote anayeongezeka hapo kwako ulipo. Mume akiongezeka hapo ulipo, hakubadilishi wewe mwanamke kuwa kingine, bali kubaki kuwa mwanamke. Ndoa inapoongezeka hapo kwako ulipo, haibadilishi wewe kuwa mwanamke, bali kuwa mwanamke hivyo hivyo katika jinsi ya muonekano huo ulionao. Watoto wakiongezeka hapo ulipo, hawakubadilishi wewe usiitwe mwanamke, usiitwe mwanamume, usiitwe jina hilo, na kufanya kukawa na utawala wako na utawala wa watoto. Kukawa na uzao wako na uzao wa watoto. Kukawa na uzao wako na uzao wa mwanamume. Kukawa na uzao wako na uzao wa mwanamke. Hasha! Ila chochote kinachoongezeka chenye sura ya ongezeko hakipo kubadilisha chochote hapo ulipo, hakipo kubadilisha muonekano wa jina la jinsi ulivyo hapo popote ulipo. Hakipo, kwa kuwa vyote, chochote ni cha uzao wako katika jinsi na jina la muonekano wako huo popote pale ulipo.
wote ndio jina lako na muonekano wako ulionao popote pale ulipo. Ndio maana chochote hakipo kubadilisha, kwa kuwa chochote ndio cha uzao wako wewe, katika jinsi na jina la kuitwa kwako popote pale ulipo, katika muonekano huu ulionao kwa jina husika. Ndio uzao ni sura ya ongezeko na kufanya chochote kinachoongezeka. Popote unapoongezeka ni jina lako, ni muonekano wako usiokubadilisha wala kukutoa kwenye muonekano wa sura ya jinsi ulivyo kwa jina husika. Na kufanya ulimwengu wote ni sura ya uzao wa muonekano ulionao hapo popote ulipo, ikimaanisha ulimwengu wote ni sura ya muonekano ulionao hapo ulipo, katika jinsi na jina la kuitwa kwako. Na ulimwengu wote, chochote kile hakipo kubadilisha muonekano wa jinsi na jina la kuitwa kwako, kwa kuwa chochote katika jinsi ya kuongezeka kwake kwako ndio muonekano wa sura na jinsi na jina la kuitwa kwako hapo ulipo. Na kufanya ulimwengu wote kuwa ni uzao mmoja wa jinsi na jina la kuitwa kwako hapo ulipo. Ndio ulimwengu wote ndio sura ya muonekano wa jinsi na jina la kuitwa kwako hapo ulipo. Ndio ni mtoto. Ulimwengu wote ni jina na jinsi ya muonekano ulionao kwa jina hilo hapo ulipo. Kwa hiyo hakuna chochote kilichokuja kubadilisha muonekano wa sura na jinsi ya jina ulilonalo, kwa kuwa chochote ndio jinsi na muonekano wa jina ulilonalo. Mzazi
ndio jinsi sura ya muonekano ulionao mtoto. Kwa hiyo mzazi hayupo kubadilisha chochote, wala haupo wewe na mzazi, kwa kuwa mzazi ni uzao wa sura ya muonekano wako wewe, popote pale ulipo katika jinsi na jina hilo mtoto. Kwa hiyo popote ulipo, kwa jinsi ya muonekano na jina la kuitwa kwako wewe uliye uzao, kwa jina hilo ni mmoja. Hakuna uzao mwingine kwa jinsi na jina lolote katika ulimwengu wote, yaani muonekano wako wewe wote kwa jinsi na jina hilo, bali ni uzao mmoja kwa jinsi na jina la kuitwa kwako. Haijalishi nini kinaongezeka hapo, wapi unaongezeka, lakini popote pale, kwa kuongezeka kwake kwako au wewe kuongezeka kwake, bado ni sura yako moja ya uzao kwa jina na jinsi ya kuitwa kwako. Kama vile ulivyo wewe mtoto, haijalishi viungo vyako vinalefuka vipi, havibadilishi kuitwa jina mtoto. Haijalishi moyo umeongezeka, haibadilishi kuitwa jina mtoto. Haijalishi umekata nywele zako, haibadilishi kuitwa jina au muonekano ulionao kwa jinsi na jina mtoto. Na kufanya haijalishi kinachoongezeka hapo, haijalishi wewe unaongezeka wapi, lakini chochote kinachoongezeka, popote unapoongezeka, bado ni sura ya ongezeko kwa jina, uzao wako kwa jinsi na jina lako, na kufanya ukawa ni uzao mmoja uliopo au unaotawala kwa jinsi na jina hilo. Ndio basi, leo naishi hapa katika somo hili linaloitwa uzao. Usikose wiki ijayo katika sehemu ya 19. Basi
popote pale ulipo, pokea uzao wa sura yako kwa jina lako na jinsi yako. Pokea uzao wa sura ya mwonekano na jinsi na jina lako. Pokea uzao wa sura ya ndoa yako. Pokea uzao wa sura ya mashamba yako. Pokea uzao wa sura ya familia hiyo. Pokea uzao wa sura yako hapo ulipo, katika jinsi na jina ulilo nalo. Ni mgonjwa, ni mfungwa, ni mtoto, ni baba, ni mume, ni mke. Pokea popote pale ulipo uzao wa sura ya jinsi ulivyo na jina lako. Nimekupatia uzao wa sura yako, nimekupatia uzao wa jina lako, nimekupatia uzao wa jinsi ulivyo, katika jinsi na jina hilo moja, popote pale ulipo, katika jinsi hiyo ulivyo. Pokea uzao huo wa sura yako na umekuwa kwako hapo ulipo. Basi tazama pia mafundisho haya katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andegonyo.